Sasa mkurugenzi, narudia kusema hapa nimeona uzembe mkubwa umefanya kwa kuchukua maamuzi kwa wakati na kufanya mambo bila uhakika. Nataka kama ungekuwa cross check, kila mmoja angekuwa amefanya cross check ya uhakika. Haya maamuzi ya kuchukua mawe kutoka Dar es Salaam, maamuzi ya kusema tunakuja hapa au hayapo, ingekuwa tayari imeshajulikana mapema sana. Kwa hiyo tunasikilizana naye. Naomba radhi wako na kwa Tanzania wote ambao wataendelea kupata shida kwa ajili ya maamuzi ambayo kidogo kweli tumetereka katika maamuzi, lakini kujikwaa si shida. Tunaamka tunasogea mbele kwa maana kuhakikisha kwamba basi haya tunayoahidi sasa hivi ndani ya huo muda ambao tumesema tunaweza kufanikiwa. Kwa hivyo wako watu wamerelax, wamepumzika. Nitawaamsha, waambie wajiandae wote, na nitafanya kazi hiyo usiku huu wa leo. Kesho asubuhi watakapokuwa wanaingia ofisini watakuta tayari wanaambiwa wakapumzike vizuri. Ili jambo nimewakuta TANROADS mkoa wa Lindi wanalifanya, tena wanalifanya peke yao. Na kupongezeni sana TANROADS mkoa wa Lindi. Lakini hili ni tatizo kubwa, na hii ni barabara ya taifa. Mkurugenzi, ilipaswa timu kutoka makao makuu toka jana usiku ilipopatikana taarifa hii, wote wangelihamia watu hapa ili kuja kuunga mkono nguvu na jitihada za mkoa kwenye kutafuta suluhu. Kuacha mkoa wafanye na waamue peke yao bila ya kushauriana na timu zingine kubwa zaidi kwa jambo kubwa la namna hii. Ndio maana mpaka sasa hivi hatujaweza kuifungua. Tulikuwa na uwezo wa kufungua, na kwa sababu hili tatizo si jipya, limetokea jana tu, mwaka jana tu. Kwa hivyo mwaka huu watu tayari tulikuwa na elimu ya jambo la namna hii. Mwaka jana ilikuwa ni lazima tuchukue muda mrefu kwa sababu ni kitu kipya. Lakini mwaka huu hatukupaswa kuchukua muda mrefu kwa sababu ni jambo ambalo tayari tunalifahamu vizuri. Narudia kusema tena, mnapewa pole wananchi wote mliopata tatizo hili. Na niseme pia, barabara hii ya kusini imeharibika sana. Sasa tunaingia katika msimu wa bajeti. Yale maeneo yaliyoharibika sana, kwa mfano kutoka Marendego kuja Somanga au kutoka njia 4 kwenda Matandu ama kutoka Ikwiriri mpaka Nyamwage kupita Chumbi mpaka Marendego, section kwa section tutayafanyia kazi kwenye bajeti hii hapa tunayoelekea, ili tuweze kuyarekebisha na yaweze kuondoka yale mashimo na watu waweze kupitisha mizigo kwa urahisi zaidi. Ni hivi leo tu imenisikitisha sana kuona kwamba imeshindwa kufanya vile inavyopaswa kufanya. Kila mmoja amekwenda kwa boss. Mimi nina hakika ingalikuwa wamefanya vile ambavyo weledi wao ulivyo, saa hizi magari madogo madogo yangelikuwa yanapita pale. Kwa hivyo nakupeni tena pole, na diwani amesema hapa ya kwamba sisi tutazame nini tunaweza kusaidia. Msaada wetu wa kwanza ni kuhakikisha tunarejesha barabara ianze kutumika. Hilo ndio la kwanza, Mheshimiwa Diwani, ambalo ndio muhimu zaidi, ili kila mmoja aweze kuendelea na safari. Lakini vile vile, ikiwa kama wako abiria wanaothibitishwa kwamba hawa ni abiria, na hapa bahati nzuri serikali iko ya kijiji, ya kata, mpaka ya wilaya iko hapo. Ikiwa wapo abiria ambao wanathibitishika wako hapa na wako taabuni, sisi tuko tayari kuhakikisha ya kwamba abiria hao
ambao ni wasafiri tutawasaidia. Sisi tutakuwa hapa, wala hakuna atakayeondoka mpaka tuhakikishe magari aidha usiku huu wa leo yanaanza kupita, wala hakuna mtaalamu atakayetoka hapa, na mimi mwenyewe nitakuwepo pale nikiongoza kazi hiyo. Tulipatwa na janga katika daraja letu ambalo liko hapa Somanga, daraja ambalo linajulikana la Somanga Mtama, lenye ukubwa wa kilomita 60. Baada ya masaa machache kutokea muda wa saa 10 yalikuwa yanatokea maji pande ya magharibi. Maji yalikuja kwa kasi kubwa na kuweza kuondoa miundombinu ambayo iliwekwa katika road leze. Wakati wakandarasi wako pale, vifaa vyao viko pale, mitambo iko pale, nami nilikuwepo pale. Tulianza kuhangaika kuondoa mitambo mpaka kufikia hatua ya kuweka sawa. Lakini Mheshimiwa Waziri, mainjinia wako, wakandarasi wako, tulikuwa site sote pale. Lakini hile ni kudura ya Mwenyezi Mungu, sisi tumeshindwa kuizuia. Kuja kwako wewe kama waziri, nadhani tutaanza kushirikiana kwa pamoja kuweza kutondolea ile hadha. Kama unavyoona, kuna wasafiri wengi, kina mama, kina baba, watoto wanapata hadha kubwa sana. Ujio wako Mheshimiwa Waziri utatugea muhono wa kufanya.